Yes, ibana, yes, timu ya taifa Tanzania imeondoshwa kwenye mashindano ya AFCON tukiwa tumeishia hatua ya 16 bora ya kuwania kufuzu hatua ya robo finali ya AFCON 2025-2026. Tuachane na tukio la Tanzania kwenye mkwaju wa penati ambao ilikuwa ni halali kwa timu ya taifa Tanzania kupewa mkwaju wa penati, lakini refari kwa kushirikiana na viongozi wa shirikisho la nchini Morocco wamefanya kile ambacho walikubaliana kuhakikisha kwamba timu ya taifa Tanzania haiwezi kupata matokeo na kusonga mbele zaidi, lakini wao wenyeji waweze kunufaika na mchezo. Tuachane na hizo habari za kutunyima mkwaju wa penati ambao ilikuwa ni halali kwa Tanzania kuweza kupata haki yao na kuweza kuqualify ikiwezekana kwenda kucheza hatua inayofuata. Nimemtazama vyema, nimemtazama kwa umakini mno mchezaji mmoja kwenye kikosi cha timu ya taifa Tanzania, si mwingine ni Selemani Mwalimu anayekipiga kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Nadhani hii ni game yake miongoni mwa game bora ambazo amewahi kucheza kwenye maisha yake au kwenye career yake ya mpira wa miguu. Watu wengi tumekuwa hatumzingatii sana Selemani Mwalimu, lakini mimi ni miongoni mwa watu ambao ninamfuatilia kwa umakini mno Selemani Mwalimu, na huyu ni mchezaji pekee ambaye anastahili kuanza kwenye kikosi cha kwanza cha Simba Sports Club. Hakika ukimtazama pasipo kuwekeza ushabiki, pasipo kuweka hisia, Selemani Mwalimu kwenye game ya timu ya taifa Tanzania dhidi ya Morocco, kwa dakika ambazo amecheza, kwa kile ambacho amekifanya, kwa performance yake kiwanjani, kwa namna ambavyo alikuwa akihakikisha kwamba timu wakati inamhitaji kwenye eneo la ulinzi yupo, wakati inamhitaji kwenye eneo la kushambulia yupo. Yes, utakuja kukubaliana na mimi ya kwamba Selemani Mwalimu anapaswa kuanza kwenye kikosi cha Simba Sports Club. Ndiye anapaswa kuwa chaguo namba moja kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Hatujui makocha sometimes wao wanatumiaga vigezo gani, lakini ni miongoni mwa wachezaji ambao ni top talented na ni top quality players kucheza katika nafasi ya ushambuliaji. Kwanza na nguvu. Hebu kaitazame ile nafasi ambayo alitengeneza kwa Simon Epigodi Msuva dakika za mwanzoni kabisa. Msuva akashindwa tu kuweka kichwa vizuri na kukwamisha mpira wavuni. Kaitazame ile nafasi. Tazama namna ambavyo alifanya mikimbio kutoka nyuma. Tazama alivyompunguza mlinzi wa kwanza. Tazama alipoweka mpira na baada ya kupiga ile cross ya macho kwenda kumtafuta Simon Msuva akashindwa kuitumia. Hapo tu utakuja kunielewa kwamba Selemani Mwalimu ni miongoni mwa washambuliaji kinda ambao tulionao Tanzania, wanaonyimwa nafasi ya kuonesha kipaji chao, wanaonyimwa nafasi ya kufanya makubwa. Hata ukiitazama Simba Sports Club kwenye dakika ambazo anakuwa akiingiaga kiwanjani, ni miongoni mwa wachezaji ambao ni wasumbufu kweli kweli. Mimi nikimtazama Selemani Mwalimu namuona Fiston Kalala Mayele. Yaani nikimtazama Sele Mwalimu naiona kabisa staili ya uchezaji ya Fiston Kalala Mayele. Ni wale wachezaji ambao ni mafighter kiwanjani, yani wanapambana kiwanjani kuhakikisha kwamba wanapata nafasi za kutengeneza kwa wachezaji wenzao, lakini pia wale walinzi hawatulii. Ana nguvu, ana kasi, anajua kupiga chenga. Yani staili yake ya uchezaji ukizingatia sana inafanana na staili ya uchezaji ya Fiston Kalala Mayele ambaye kwa sasa hagusiki unapomtaja au unapotaja washambuliaji bora barani Afrika. Jina la kwanza unaanza na Fiston Kalala Mayele. Sasa mimi huwa najiuliza, kwani walimu wanaopita pale Simba Sports Club waliondoka? Tukianza na Pantev, sijui alikuwa anafikiria nini kumweka bench Selemani Mwalimu, lakini pia sasa ujio wa Steven Baka, nadhani Sele Mwalimu atapata nafasi. Pamoja AFCON hajapata nafasi ya kucheza kwa sababu game ya kwanza ufunguzi Tanzania pale dhidi ya Nigeria alikuwa anaumwa. Sasa baada ya hapo majeraha yakawa yamepona, lakini leo ndio tumemshuhudia vyema kwenye mchezo dhidi ya Morocco. Hakika ni miongoni mwa wachezaji ambao wamecheza. Wote wamecheza vizuri, lakini kwangu mimi nimemzingatia sana Selemani Mwalimu kwa sababu ni mtu ambaye anapaswa kuaminiwa kwenye kikosi cha timu ya Simba, lakini ni miongoni mwa wachezaji ambao wanapaswa kupewa nafasi kwa sababu kama tunahitaji kupata mafanikio ya timu ya taifa Tanzania, ni lazima Selemani Mwalimu apate game time ya kutosha kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club ili kusudi aweze kutimiza ndoto zake, ili kusudi aweze pia kufikia yale malengo kama taifa ambayo tunaamini kwamba Selemani Mwalimu atakapoitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa Tanzania kuna kitu atakwenda kutuofa, kuna kitu atakwenda kuongeza kwenye timu yetu. Sasa
kama hatujengi mazingira ya kuhakikisha kwamba anapata nafasi ya kutosha kwenye kikosi cha Simba ama timu yake aliyopo kwa sasa, hatuwalazimishi sofa Simba kwamba ni lazima wampange Selemani Mwalimu kucheza kwenye kikosi chao akiwa kama mchezaji chaguo namba 1 kwenye first 11. Lakini kwa ushauri, kwa maslahi mapana ya timu ya taifa Tanzania, namuona Selemani Mwalimu akiendelea kuaminiwa kwenye kikosi cha Simba, ambapo Simba ni timu kubwa, inacheza game ambazo ni tough, game ambazo zina intensity ya hali ya juu, game ambazo zinajenga fitness level ya juu, lakini pia game ambazo zinampa mchezaji uwezo mkubwa wa kujiamini, utulivu, kufanya maamuzi kwa wakati na kwa usahihi zaidi. Sasa ni nafasi nzuri sana kwa Selemani Mwalimu kutumia jukwaa la Simba Sports Club na kuweza kuipeleka mbali zaidi timu ya taifa Tanzania na kupeleka mbali zaidi ndoto zake. Ametoka Wydad Casablanca, yupo Simba kwa mkopo, lakini kwa style ya uchezaji, yes, nimepitisha jina la Selemani Mwalimu kuhakikisha kwamba pale Simba Sports Club, Mwalimu Steven Becker, mwanangu, nakwambia hii ni mali, chukua hii mali na itakusaidia vibaya mno. Yani ni miongoni mwa wale wachezaji ambao ukimwona akiwa na mpira mguuni, ana nguvu, akiwa na ana speed, ana uwezo wa kupunguza wachezaji. Yani sijui nizungumze nini, lakini nimevutiwa sana na Selemani Mwalimu kwenye haya mashindano ya AFCON, hasa kwenye game dhidi ya Morocco. Imetosha sasa kuniaminisha ya kwamba kile ambacho nilikuwa nikifikiria kwamba Selemani Mwalimu ni mchezaji mzuri, kwa nini hapati nafasi kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba? Na huu ni wakati sasa waanze kumwamini na kumpa nafasi Selemani Mwalimu kwenye kikosi cha Simba Sports Club, kwa sababu anayo talent ya kutosha, ana uwezo mkubwa wa kufanya maamuzi sahihi kwa wakati sahihi. Tazama kwenye game ambazo amecheza, aliwahi kumpindua mlinzi ambaye Hussein Kazi wa Namungo Football Club kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Yes, katika utulivu wa hali ya juu. Yani anacheza kama mzembe fulani hivi, lakini I say Selemani Mwalimu anapaswa kulindwa sana na mashabiki wa Simba na wa Tanzania kwa ujumla, kwa maslahi mapana ya timu ya taifa Tanzania na kwa maslahi mapana ya Watanzania wote kwa ujumla, kwa sababu tunamhitaji Selemani Mwalimu ambaye ni bora kiwanjani na Selemani Mwalimu ambaye ni tishio kiwanjani, ili kusudi tuweze kufikia ndoto na kutimiza ndoto kwa kile ambacho tunaamini ya kwamba tunahitaji kuwa na kikosi ambacho kiko na top players ambao wana experience ya kutosha, ambao wameshapita kwenye pressure kubwa za kutosha, kwa sababu ukiwa na wachezaji ambao wanaweza kuhimili wakati wa pressure, ni rahisi kushinda game ambazo unazihitaji wakati wa pressure. Sasa Selemani Mwalimu ni miongoni mwa wachezaji hao. Mimi sijui kwako wewe Selemani Mwalimu namchukulia kama mchezaji wa aina gani, lakini mimi nikwambie tu ni miongoni mwa washambuliaji bora sana ambao kwa Tanzania hii hatuwachukulii kama wachezaji ambao ni wa kupewa nafasi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunatimiza ndoto za Taifa Stars kufanya vyema kwenye mashindano ambayo yako mbele yetu.